Zikiwa zimebaki ni masaa na takriban siku moja kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ni kati ya wenyeji ni Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo wa watani wa jadi Kariakoo Derby ni kesho Benjamin William Mkapa majira ya saa 1:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kuelekea mchezo wa kesho, makocha wa timu zote mbili wameweza kuzungumzia na kutoa maneno yao kuna kuwa wamejiandaa vipi kuelekea mchezo hapo kesho. Na kwa mwenyeji wa mchezo wa kesho ambaye ni Yanga Sports Club, kocha mkuu Mildi Hamdi ameweza kutabainisha na kuweza kuongea kwa ujasiri mkubwa kwa kusema kwamba ni jambo kubwa sana kwa kuwa sehemu ya dabi bora Afrika. Ni sehemu kubwa kwa kuwa sehemu ya makocha ambao wameshiriki kwenye moja ya dabi hii bora. Ni washukuru pia klabu ya Young Sports Club kwa kuniheshimisha kuwa sehemu ya timu ambayo nakwenda kupambania mafanikio ya klabu hii kubwa. Haya ni maneno ya kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Mildi Hamdi. Lakini pia kuishia hapo, aliendelea kusema kwamba ni matumaini yangu kwa kesho tutafanya vizuri. Tumefanya maandalizi makubwa ya kutosha kuhimili pressure ya dabi. Hatuna wasiwasi na maandalizi yetu, kilichobaki ni kwenda kufanyia kazi kile ambacho tumeandaa kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaheshimu sana wapinzani wetu, lakini lazima ukweli uwekwe wazi kuwa sisi ni timu bora. Natarajia kuona mchezo wa kimbinu sana. Timu zote zina nguvu, timu zote zina dhamira ya kushinda mchezo unaokuja. Nadhani mchezo utakuwa wazi sana, na kwani kila timu inajiamini. Tunatarajia kuona mchezo ambao kila mtu atapambana kwa kila namna. Niseme tu sisi tupo tayari na tupo imara kwa mchezo huo wa kesho. Lakini mwisho akasema kwamba wachezaji wote wapo fiti kujiandaa na mchezo. Mchezaji pekee ambaye nina wasiwasi naye ni Stefan Ziziki ambaye alipata shida ya mgongo. Siwezi kusema kama atakuwepo au hatakuwepo, bado ni 50% kwa 50. Nafikiria mpaka kesho nitakuwa na majibu sahihi. Hii sio dabi yangu ya kwanza, nimewahi kucheza dabi ambayo ilikuwa na mashabiki takriban zaidi ya 120,000. Siwezi kuwa na pressure, isipokuwa tu naheshimu wapinzani wangu. Nasubiri tu mchezo mzuri na wakuvutia, mashabiki waje kupata burudani, wasiwe pia wasije na pressure. Ndivyo ambavyo maliza kocha mkuu wa klabu ya Young Africans. Lakini kwa upande wa wakilishi, wachezaji wote wa klabu ya Young Africans wakiwakilishwa na beki wao Dickson Jobu, amesema kwamba wachezaji wote wapo tayari kwa ajili ya mchezo. Tunafahamu umuhimu wa alama 3 za mchezo wa kesho, hivyo tumejiandaa vilivyo. Tunachoamini mchezo utakuwa mgumu. Tunafahamu wana wachezaji wazuri, hivyo tunapaswa kuchukua tahadhari ya kutosha na kuwa makini. Wachezaji ni kama wanajeshi, muda wote tunapaswa kubadilika kutokana na mazingira. Wamekuja makocha kadhaa na tumefanikiwa kubadilika kimbinu kulingana na mahitaji yao. Uzuri, tuna wachezaji wazuri sana ambao wanaweza kupokea maelekezo ya mwalimu yoyote na kuyafanyia kazi bila shaka yoyote. Hao ni wenyeji wa mchezo wa kesho Young Africans. Kwa upande wa wageni katika mchezo wa kesho Simba Sports Club, maneno ya kocha Fadlu Davis kuelekea mchezo wa kesho, amesema kwamba maandalizi kwa wiki yamekwenda vizuri na kila mchezaji yupo tayari kucheza akiwa na morali kubwa, akitaka kuonesha alichokuwa nacho ili kusaidia timu kupata matokeo mazuri. Haya maneno mafupi ya kocha Fadlu Davis. Lakini pia kwa niaba ya wachezaji wote wakiwakilishwa na Shomari Kapombe, yeye amesema kwamba kwa niaba ya wachezaji wote maandalizi yamekwenda vizuri kwa wiki nzima na benchi la ufundi limetupatia kila kitu kizuri. Kazi imebaki kwetu kwenda kupambania na kupata ushindi hapo kesho Benjamin William Mkapa. Mechi ni kesho saa 1:15 kwa saa za Afrika Mashariki, ni pale pale Stadio de Benjamin William Mkapa, wenyeji wakiwa ni Young Sports Club, huku akiwakaribisha watani wao ni Simba Sports Club. Nani anakwenda kuondoka na alama 3 muhimu katika mchezo wa kesho? Je, ni wenyeji Young Africans kuendeleza ubabe wao ama ni wageni Simba Sports Club wenyewe wakisema kwamba kesho ndio usiku wa deni wa kwenda kulipa deni? Je, nani anakwenda kuondoka na alama 3? Mmesema dakika 90 ndizo ambazo tukamwona kutoa matokeo katika mchezo huo kesho. Hii ni Miyako TV, mimi ni Official Moto Msanawaji. Kama hujasubscribe, ni kuombe kwa moyo mkunjufu usiache kubonyeza na subscribe, pia kusubscribe, lakini pia usiache kulike, kucomment na kushare katika video yetu. Hii ni Miyako TV, tunasema habari yako ni habari yetu.